Hebu jiulize swali hili kwa sekunde chache. Kama kesho asubuhi pesa zote zingepotea, hakuna noti, hakuna akaunti ya benki, hakuna pesa kwenye simu, je, maisha yangekuwaje? Je, jamii ingesimama au ingeporomoka? Ukweli ni huu: pesa haikuwa tu chombo cha kununua. Pesa imekuwa silaha, lugha ya nguvu na msingi wa kupanda na kuanguka kwa jamii. Na kama huielewi pesa, basi pesa inakuendesha bila wewe kujua. Kabla ya karatasi kuitwa pesa, kabla ya benki kuitwa taasisi, kabla ya simu kuwa mfuko wa fedha, kulikuwa na hadithi ndefu sana. Hadithi ya binadamu, mahitaji na makubaliano ya kuaminiana. Pesa haikuumbwa ili kutajirisha wachache, iliundwa ili kurahisisha maisha. Lakini kadri muda ulivyopita, ikageuka kuwa chombo cha kutawala, kugawanya na kuamua hatima za jamii nzima. Leo, tukiielewa historia ya pesa, tunaelewa pia mustakabali wetu. Siku za mwanzo kabisa, binadamu waliishi kwa kubadilishana. Mtu alikuwa na nafaka, mwingine alikuwa na mifugo, mwingine alikuwa na zana. Mfumo huu ulifanya kazi kwa muda mfupi, lakini ulianza kuonyesha udhaifu wake. Haikuwa rahisi kubadilishana kila wakati. Thamani haikuwa sawa. Hapo ndipo jamii zilipotafuta kitu kimoja ambacho kila mtu angekikubali: chumvi, ngozi, mifugo, nafaka na baadaye metali kama shaba, fedha na dhahabu zikaanza kutumika. Sio kwa sababu zilikuwa nzuri, bali kwa sababu zilikuwa nadra, zilidumu na kila mtu aliziamini. Hapa kuna somo kubwa la Pesa Vibe. Pesa si kitu cha mkononi. Pesa ni imani ya akilini. Bila imani, hata dhahabu ni chuma tu. Kadri falme zilivyokuwa, watawala waligundua nguvu iliyofichwa ndani ya pesa. Yule anayesimamia pesa ndiye anayesimamia jamii. Sarafu zilianza kubeba alama za mamlaka, si mapambo, bali ujumbe wa mamlaka na udhibiti. Pale pesa ilipoheshimiwa, biashara ilistawi, miji ikakua na ustaarabu ukapanda. Lakini pale pesa ilipoanza kudhoofishwa, kupunguzwa uzito, kuchanganywa thamani au kutengenezwa nyingi kupita kiasi, imani ilianza kufa taratibu. Historia inaonyesha wazi, himaya nyingi hazikuanguka kwa kukosa askari, zilianguka kwa kuharibu pesa zao. Mfumuko wa bei uliharibu akiba za watu. Jasho la miaka likageuka bure. Watu wakapoteza imani si tu kwenye pesa, bali hata kwenye uongozi na maisha yenyewe. Hili linatufundisha kuwa pesa ni uti wa mgongo wa utulivu wa jamii. Baadaye, binadamu walihama kutoka dhahabu kwenda karatasi. Karatasi ile haikuwa na thamani yenyewe, bali ilikuwa ahadi. Ahadi kwamba kuna thamani mahali fulani nyuma yake. Benki zikazaliwa kama walinzi wa imani hiyo. Mwanzo zilikuwa mahali pa kuhifadhi, baadaye zikawa mahali pa kuumba pesa kupitia mikopo. Pesa zikaanza kuwa nyingi kuliko mali halisi. Uchumi ukaanza kuendeshwa zaidi na imani kuliko vitu. Lakini imani inapochezewa huumiza. Migogoro ya kifedha ilitokea pale watu walipotambua kuwa pesa walizoziamini hazikuwa na msingi thabiti. Hapa ndipo elimu ya fedha inapopata maana halisi. Si kujua tu jinsi ya kupata pesa, bali kuelewa mfumo unaoziunda na kuzisambaza. Leo tunaishi kwenye dunia ya pesa za kidijitali. Hakuna noti, hakuna dhahabu, kina namba tu kwenye skrini. Lakini sheria ni ile ile ya zamani. Pesa huishi kwa imani. Ukikosa uelewa, unakuwa mtumwa wa mfumo. Ukielewa, unakuwa msimamizi wa maisha yako. Elimu ya fedha inaanza pale unapogundua kuwa pesa si lengo la maisha, bali ni chombo. Chombo cha kubadilishana muda wako, akili yako na juhudi zako. Ukiitafuta bila uelewa, inakutawala. Ukielewa, inakutumika. Ujumbe mkubwa hapa ni mmoja. Historia ya pesa si hadithi ya zamani, ni onyolo ya leo. Jamii zinazofanikiwa ni zile zinazoheshimu pesa, si kuziabudu. Zile zinazodhibiti matumizi, zinaheshimu akiba na zinaelewa hatari za tamaa ya haraka. Ukielewa pesa, unaelewa dunia. Ukielewa dunia, unajiandaa kwa kesho. Na hapo ndipo uhuru wa kweli unaanzia. Sio kuwa na pesa nyingi, bali kuwa na akili inayozielewa. Hii ndiyo Pesa Vibe. Elimu kabla ya bahati, uelewa kabla ya utajiri.